It is another beautiful morning yenye Mungu ametupatia na ametupatia free. Hakuna kitu tulimlipa ndo tukue uhai leo. Hakuna kitu tulimpatia, na si ati sisi ni wazuri sana, lakini through his grace, through his love, through his mercy tumekuwa uhai. Juu kwa hii dunia kuangaliwa the only perfect people wenye wanaweza baki juu hawajakosea Mungu leo ni wachache sana wenye wanaweza baki. Lakini through his grace, through his mercy, through his love, through his forgiving ameamua aje nyinyi wase leo mtakuwa uhai. Whatever you do today, don't give up on yourself. Hata kama maisha itakuwa ngumu aje, don't give up on yourself. Usikubali ku give up. Hata ukiitwa majina inakaa aje, hata ukitusiwa, hata ukichapwa, hata ukidhulumiwa kazini, don't give up on yourself, because you do matter. You do make a difference ukiwa uhai. Kuna mtu anaweza lose sana ukikufa. Inaweza kuwa hata kuna kitu unampatiaga, lakini tu kukuona hiyo brightness yako, you always make his day. Please don't give up on yourself. Hii life saizi tunaishi imekuwa life painful sana, na most of the time hata mtu anaamka unajiuliza umeamka kuenda wapi. Juu wengi wetu hatuko kazi, wengi wetu tunapilitia challenges zingine zenye hazikai challenges. Wengine wetu tumeishi kujirudisha nyuma na mambo yenye ilitufanyikiaga tukiwa wadogo, tukiwa hiyo that young age. Mistakes hatuwezi recover. Mistakes zenye tulifanya tukiwa at our youth, kuna zile tu hatuwezi change hata tukifanya nini, but through God's grace, through his love, through his mercies, ndio maana tuko uhai, na he has a reason for us to be here. God forgive us, the people we wronged forgive us, lakini sisi imekuwa ni kibarua kujisamehea. Kila time ukikaa hivi kitu kidogo tu kikufanyikia uko zile za kai, si pengine ni yule fulani mwenye nilikosea, si pengine nenda kwa mchai mtu mwenye nilibia, si pengine anaishi kuniombeanga mabaya juu ya vile nilimfanyia. No, sisi ndio hatujakubali ku move on. May that same God mwenye alitusamehe atupatie grace ya ku move on, juu we do matter. Kuna watu wanaweza lose sana kitu kitufanyikia leo. I'm grateful to God juu at least niko uhai, at least niko sober. Juzi tu tulizika one of my sisters, alikufia hosi. Nilimjua before atanianze kuchoma, lakini vile aliingia methadone alivuta, niliendelea kuvuta, akakrusa addict to pombe, na saizi ndio imemuua na magonjwa zingine fulani. Hiyo ndio lifestyle yenye tunaishiki kwa hii community yetu. Most of our friends anakufaga hata kuna mtu wao unajua. Wajaribu kutafutilia, hakuna mtu mnapata. So inabidi either azikwe na gava ama mchangane mumziki. Hiyo ndio imekuwa trend yenye tumekuwa tukifanya. Tajuzi ndio nilikuwa nimesema kuna time tutaangalia ile program inaitangwa Wadhire kwa tuone mtu tunajua. Na hiyo mtu alikufanga na tukamzika na story yake ikaisha. Inakuwaga painful ile lifestyle yetu hivyo. Ulikoseaga na wakakusamehea, lakini wewe haujawahi jisamehea. Just forgive yourself and move on. Juu at the end of the day, all I know, hakuna mtu perfect kwa hii dunia. Hata mmoja. Hakuna mtu perfect. Na kila mtu ako na weakness zake. Na mtu asiwahi kalisha matako yako hapo hivyo, yake hivyo, akwambie sijui ulifanya. Yeye utamuuliza wewe, are you that perfect? You're not perfect. Na hakuna mtu perfect. Tunaishingi kutafutiana makosa day in day out. Tunaishingi kuangalia mabaya za watu day in day out. Tunakosa hata kukofocus na maisha yetu. We are very busy tukiangalia wenye wanatumia uchawi, wenye wanapiga umalaya, wenye wanalala na mabwana za watu, wenye sijui wanafanya nini. We are very busy focusing na hiyo ujinga. Na hao wenye tunafocus nao wako very busy wakifocus na maisha yao ya kesho. Wewe unaona bado anaendelea kuimprove, anaendelea kuupgrade. Wawikaretie kile ya hao ukimuongelelea. Maana wanakuanga wa kwanza kusema ile goma hadi kwa mganga, na akiamka na giza unakuanga umeketi hapo nje, unakuanga kwa kitanda akiamka na giza, akirudi unakuanga umelala. Mchana saa zile mmekaa kwa mlango mkimuongelelea, yako busy akifanya shughuli zake huko, hamwezi toshana.
na hamwezi toshana hata kidogo, juu yako busy akimind business yake. Wewe uko busy ukimind business ya mtu hata hana shughuli na wewe, mtu hakujui, mtu hakujali. May God have mercy on us. Mungu tunaombanga day in day out. Nilimess na nililose mambo mingi sana. Yaani mambo siwezi recover hata saizi hata nikafanya nini. Kuna watu nilikosea na ni watu hawawezi nisamehea. Hata saa hizi hata nikifanya nini ananionanga anachafuka roho. Anauliza Mungu, wamukarudia jana ni waje kile bado ako pale. Mimi tingangana tu kumove. Kastabu kanini. Hata kama narudi nyuma, naendanga 5 mbele, narudi 2 nyuma. Naenda 5 mbele, narudi 2 nyuma, bado nangangana kufocus na mbele. Juu najua aje pale mbele kuna kitu. Kuna light at the end of the tunnel. Mimi siku give up. I always fought. Nilikuwa napelekwa rehab na watu wetu, wakanipeleka wakachoka. Mara ya mwisho nikaona hata mimi niko na ujinga, nikajipeleka methadone clinic. My sister escorted me, hiyo time lazima ungepelekwa na mtu wenyu. After she escorted me, I overdosed mara moja, nikaambiwa siko ready niende, nikiendanga nikarudi. After 1 month, I never gave up on myself. I never gave up. Niliangalia aje dunia mzima ime give up na mimi. Hakuna mtu anataka hata kuniona, hakuna mtu anataka hata kunisikia. Na si tu juu ati ni wivu wananisikilia, nope, ni mambo yenye nimewafanyia. So I had to kujiita kama samani huo wewe. Nikae peke yangu hivyo. Na nilifika mapema, hiyo mkutano nilifika mapema sana. Nikakadisha matako chini. Nikajiongelesha mpaka nikapata solution. Yes, nilipitia challenges mingi sana nikiwa methadone clinic. Challenges hizi hata adui yangu apitie. Yes, hata saizi uchungu yenye niko nayo only God knows. Lakini lazima ni focus na mimi. I put myself first. After kila kitu ingine ikikuja, I always make sure I put myself first. Juu at the end of the day, I do matter. Unaweza kuwa hata watoto wangu hawajali nikiwa uhai ama nikikufa. Unaweza kuwa hata my family hata nikikufa, hakuna mtu anaweza shtuka juu ya mambo yenye nimewafanyia. Lakini najua I do matter to somebody, hata kama ni mmoja. Mwenye anaweza kaa hivi aseme, "Oi, hicho kimalaya." Na vile kilikuwa kinatusaidia hapa. Na vile kilikuwa kinatuokolea. Na vile tu hiyo tu tunafanyanga ni move on day and day. Juu at the end of the day, ukifocus at the negative sides, hauwezi survive. Kwa hii life yetu hauwezi survive. Juu utaishi kila siku kukaa hivi, unajitafutia makosa. Na believe me, hauwezi kosa makosa. Kama mimi nikikaa hivi saizi hivi nitakumbuka kuna mtu niliibia. Nikikaa hivi kuna mtu nilikosea na siwezi kosa. Juu hiyo time nilifanya vile vyote nilikuwa nafanya, and that time iko behind mimi. Nangangana na kufocus na yenye iko mbele. Sijui bali itanitokelezea, lakini I know that one day I will make it in life. Hata kama sitafika mahali nilikuwa nataka kufikia, at least nitakuwa nimemove forward. And through God's grace, akiniangalia tu hivi au nangananga day in day out and I don't give up. Najua hata give up na mimi. Hata dunia mzima iki give up na mimi, hata give up na mimi. Na nikikosa ku give up na mimi, kila kitu itakuwa sawa.